Asante sana wapendwa, asante sana. Nimekuja kwenu leo na mada nzuri sana, nataka tena tuiongelee. Mada yetu ya leo ni kwamba katika dunia hii kuna vitu vingi sana vinavyopita. Ukiviangalia na kuvisikia si rahisi kuvielewa, na vinaweza vikatokea kwamba kwa baadhi vinakuwa ni mambo ya kawaida, lakini wengine wataona ni ya kigeni sana. Kwa ndugu zangu, naomba tujifunze sana, na nimefungua vipindi hivi kwa sababu tuwe na muda wa kuweza kutafakari na kufikiria matukio fulani fulani yanayotokea katika dunia hii tunayoishi kwa sasa. Kuna mwanadada moja ambaye alikuwa ni mwanafunzi. Huyo dada alifikia umri ambao yeye wazazi wake walikuwa wakimwandalia maisha, wakamwambia kwamba soma ili uweze kuwa mtu fulani hapo kesho ama kesho kutwa. Huyo dada ghafla alifikia kubeba ujauzito, na alivyobeba ujauzito familia yake haikufurahia kile kitendo, na yule dada alijifeel kwamba na yeye ameshakuwa mtu mzima na tayari kubeba maisha yake. Alienda mbali na familia yake. Alivyoondoka huko, alifika akajifungua mtoto, lakini kwa shida sana, maana maisha yake yalikuwa mabaya kabisa. Maisha yalienda kuharibika huko alikokwenda. Hata alikuwa anatamani arudi tena nyumbani kwao, lakini hakukuwa na uwezo kabisa. Na kipindi anaishi huko, alijifungua huyo mtoto akamlea. Kukawa kijana mwingine ambao aliweza kupatana na kijana huyo, wakaanza kuishi pamoja. Walivyoishi na huyo kijana mwingine pamoja, alibeba ujauzito mwingine. Baada ya yeye kubeba huo ujauzito, yule kijana ambao alikuwa anaishi na yeye akamwambia kwamba kama wewe mtoto mmoja ulimlea hapa kwa shida na sasa hivi ni mjamzito tena, uone kama matatizo yataongezeka sana. Kwa hiyo nakushauri chukua mtoto ambao ulizaa wa kwanza, umuuze ili uweze kupata pesa za kumlea huyu mtoto ambao utakayezaa ambao yuko bado kwa mimba. Yule dada alijifikiria sana, lakini alichukua mpaka hatua ya kuchukua ule mtoto wake akamuuza. Na alivyoenda kumuuza yule mtoto, wale watu waliomnunua yule mtoto hawakumpa pesa zote taslimu, na ilikuwa ni pesa kidogo sana, takriban kama $50 tu, na hawakumpa hizo pesa zote. Basi ilifikia kipindi sasa akaanza enda kudai yale mabaki yaliyobaki kwa zile pesa. Akaenda safari ya kwanza, wakamwambia ngoja kwanza. Safari ya pili alienda karibia safari za kutosha sana, lakini ilifika safari ya mwisho alivyokwenda pale, akakuta wale watu walionunua yule mtoto wake wameshikwa na polisi. Walivyoshikwa na polisi na yeye ndio alifika pale, yule dada alishangaa sana. Lakini wale mapolisi walivyokuwa pale walimuuliza yule dada, unafuata nini hapa? Yule dada akasema, mimi nimekuja kudai pesa zangu hapa. Sasa wale mapolisi wakashindwa kuelewa, lakini walimshakia yule dada. Walivyomshakia yule dada, ilibidi na yule dada akashikwa, wakaenda mpaka kotini. Walivyofika kotini kumhoji yule dada, akakubali kwamba niliwauzia mtoto wangu kwa $50. Watu walishangaa sana. Wale mapolisi walishangaa hadi walibidi wakawasiliane na familia ya yule dada. Wale mapolisi wakaambia familia ya yule dada hali halisi yote. Familia ilishangaa sana na kitendo hicho. Ndugu yangu, ni shida gani ambayo inaweza kutuma wewe uchukue mtoto wako ambao umezaa kwa shida uweze kumuuza kwa sababu ya $50? Je, yule kijana ambaye alikuwa anaishi na huyo dada na yule mtoto wake pale, yale mashauri aliyomshauria kwamba wachukue mtoto wauze ili kutatua shida yao, hizo $50 kweli ndio zingemaliza shida yao kabisa? Leta maoni yako, weka comment hapo ili tuweze kujadiliana kuhusu hii mada. Asante sana na Mungu hata tubariki wote.